sawa sisi, na katika mashairi haya anashuhudia kwamba Yesu akasikia njaa, na katika kusikia njaa mwandishi anasema ya kwamba Yesu akatazama mti kwa mbali, ambayo imebeba majani mazuri ya kupendeza, na akajua ya kwamba atapata chakula juu ya mti ule. Kumpa matunda sababu ilikuwa ni mtini yake, haikukuwa katika muda ya kumpa matunda. Tuuliza, eske mti inaweza patia mtu matunda? Mti inaweza ikapana matunda? Ambu mti ilimupa matunda, eske kinaeleweka? Hiyo verse nimeisoma kwa Kifaransa. Tunaposoma maandiko, nimeenda katika lugha ya Kifaransa nikasoma vizuri, nikaenda katika lugha ya Kigiriki nikasoma vizuri, nimeangalia kwa ukaribu sana ya kwamba haikuwa mti, lakini alikuwa mtu. Kaniuliza kwa nini mwalimu unasema alikuwa mtu na Biblia inasema ilikuwa mti? Wale wanaojua lugha ya Kifaransa vizuri, quand il s'agit d'une chose, hawawezi tia pronom personnel ya kusema lui, bakasema lui c'est un pronom personnel, kisha wanasema Jésus lui dit. Imekuwa mtu. Mnajua Biblia inaenda ikibadilisha lugha, na wakati lugha inabadilika wanaweza kukamata sura nyingine ili watu waweze wakaelewa. Lakini katika Kigiriki ukisoma kuko ile pronom personnel, na hii inahakikisha ya kwamba haikuwa mti bali alikuwa mtu, lakini wakakamata fikiri stile ya mti parabole ili watu waweze wakaelewa. Ndio maana Biblia inasema Yesu akafika karibu na mti, lakini mti haikumupa matunda. Alikuwa mtu ambaye Kristo alimtazama, akamuona kwa mbali, akajua atapata chakula kwake, akajua atapata msaada kwake. Yesu alipofika karibu na huyu mtu, hakuweza kumsaidia Yesu, hakuweza kujibu kwa ile preoccupation ambayo Mungu alikuwa na. Tusome Biblia inasema hivi katika ile verse yake ya 14, wanasema prenant la parole, Jésus lui dit que jamais personne ne mange des fruits. Analaani mti konaye shida gani? Mimi na wewe tuulizane tu kwa wepesi. Mti iko na shida gani? Yeye ndiye aliumba mti na akaweka muda ya kutoa matunda na muda isiyokuwa ya kutoa matunda, na alishua kama ni mti hangeliweza kula. Sasa angelijua ya kwamba si muda, hangelienda kutafuta pale chakula, kwa sababu alikuwa mtu na Mungu alijua ameachilia baraka kwake, na alijua kwake atapata msaada, lakini akafika mbele zake na akaomba msaada ya kutulia.
hakupata msaada. Nani mwenyewe mwashasikia njala kenda uza mafuri msoko? Juzi malisa kutunza mke wake. Ikiwa Mungu amemupa uwezo, ndiye mti ambaye Kristo aliyeulaani. Siku zote Mungu anakupatia uwezo, anakupatia kitu ambacho kinaweza kurepondre kubezwe ya watu, na ukakataa kuwasaidia. Biblia inasema anayejua kutenda mema na asiyatende anafanya dhambi. Na kuna Wakristo wengi wanaomba sana lakini hawajibiwe. Ni kwa sababu Mungu ameona roho ya ingratitude ndani yao. Anasema hata nikiwasaidia, hata nikiwabariki, hawana roho ya kuwasaidia wengine, hawana roho ya kuinua kanisa, hawana roho ya kufanya kazi yangu, hawana roho. Kila mtu ambaye Mungu amempatia uwezo, na wakati Mungu anakuwa katika uhitaji, anasikia njaa, anakia kuangalia kwa matumbo, unamkatalia nazo. Mungu anakuona kama akili haiko sawa. Ambia jirani yako, jifunze kutokumkatalia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie tena, jifunze kutokumkatalia Yesu. Hawaya hapa. Tuambie, anasema jifunze kutokumkatalia Yesu. Unajua kuna nyakati Kristo anakuwa katika uhitaji. Kama leo ndani ya kanisa letu la Nziapanda, Kristo ni uhitaji. Na amekuangalia mpaka sasa, anaona vimayani vimeburuka mzuri. Vimayani ni nini? Juu ya mti vimayani ni nini? Ni ile mameshe, ile makoti, ni vile viato. Sasa mshavifanya unatembea sawa shefani. Unajipamba vizuri ya Bwana. Hauna roho ya kuachilia. Hawa ni watu ambao wanatajwa kama mti ambao Kristo aliona, akaiona ina mayani mazuri, akakuja taipamba. Kisha asini wito tabi ekrisi. Ekrisi. Na ile misanzavyo ekrisi. Atatoa kanisa. Unaweza ona mtu mariasha inakuwa mshama, anauza chimpema kama njogra, kama njogro sipe, kama njogra sipe, mnashua jina yake. Anaweza kainunua mekanisani, hata majengo ipambe moto, hawezi kuwa na sengati. Ni mti yenye Mungu alionaka Yesu. Ikokobi sasa matunda. Uliza jirani, uko kovisa saa ama uko koma? Na kuna shida. Sawa kovisa saa. Wanaletaka mchafu mkiwanja. Wanaletaka fujo usiku pepeo ikipita. Mema tunda. Upepeo ikipita. Misasa vinachafua. Kumbe tena unafagii. Jovale la Christ de bébé spirituel, de gros bébé. Utiko na seta kigaliki na kunya kikozi. Utiko na keza kigaliki na nyonya masiwa. Wa Kristo. Jua kuwe msei na mapastera mnegosi. Jua fanye kazi, afike kwa repetition. Kumbe internet anaomba pardon. Sawa machukuru zenye ziko mkilima na zinabeba 50 ton. Sasa wanasema upandishe kilima. Bisansa. Hii mti ilikuwa ya ajabu, ikaweza kudanganya Mungu. Ambaye Yesu alipoiona akajua pale tapata. Kisha anafika wanakosa. Quelle déception. Yesu mti ikaweza kumdanganya, akadanganyika. Yesu akadanganyika. Anaenda na shua jana inaenda Aisha.
itakuwa haya kubwa mtu kufika mbinguni bila hata tunda. Biblia inaposema vile haiko matunda ya hembe. Tunapoamini niko napenda uelewe hii mti haiko mti, ni wewe, ni mie. Biblia inasema kama mtu atasikia haya kufika mbinguni bila tunda, haiko maavoka, haiko marakucha. Hii tunda ambayo Biblia inasema ni nafsi. Nafsi. Kwa hatua ya pili ni matendo yako. Nafsi kwa hatua ya kwanza, matendo kwa hatua ya pili. Biblia inasema kwani matendo yao yanafuatana nao. Kuanzia pana, Mungu abarikiwe sana. Kristo mzuri, umebururuka kabisa, umechipuka. Nasikia huko kwa matunda. Matunda gani kwako? Matunda gani za nafsi? Matunda gani za matendo? Acha nieleze juu ya kitu ya pili ambayo iliacha Kristo na ulaani mti. Unajua Biblia inatuonesha Kristo sawa solution kwa kila kitu. Ndio maana inasema rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Hata kama mti ilikuwa haiko msezo yake, lakini yeye Yesu mwenye msezo alikuwa amefika kwenye hiko. Kuti ingelitoa matunda. Lakini hata kama Yesu amefika, mti ikakatala kutoa matunda. Yesu maraba na roho yake unashua jinsi niko modeni ya banke inaomba kwanza nende ipunguza. Ni rezo niko balaa. Yesu amefika. Jana nilisema juu ya priorite de priorite. Nilisema unaweza kuwa na makuta za kuuza moto, na mtoto wakimrudisha zinaweza enda kwa masomo. Unaweza kuwa una franc yenye utauza kwa parcel, mke wako anakufa, sitaenda mkilio. Priorite de priorite. Yesu iko juu ya kifo. Yesu iko juu ya mapriorite za maisha yetu. Yesu iko juu sana. Mti, shida ya pili, ilikataa kuzaa matunda ingalau anayezalisha amefika. Na Yesu akahitana. Yesu akahitana. Hii mti, hata kama watu wanasema haiko msezo yake, mie ndio sezo. Kwa nini nakataa kutoa matunda? Na Wakristo ambao tuna masababu, lakini Yesu akifika mwako hamuna sababu. Tuna mgonjwa mmoja katika kanisa letu amenifundisha tena imani, ameniongezea kitu. Baba mmoja mke wake amegonjwa, nilifika December, mama huo ni mgonjwa anaenda msuzi mtasika anafanya mjuma kwanza. Akitoka hamo anarudi hamo, akitoka hamo anarudi hamo. Walikuwa wanajua hata maliza mwaka ya 2024. Alafu walipomtosha wakampeleka kule yangu ya Jisoko kule nani mjia kuendea Mrumbeka. Kuko petane mwana mmisima waseme anajua kumasema paralisi. Kule amefanya miezi 3. Kisha ametoka, hajakuwa vizuri hapana, lakini afadhali. Kisha huyu mama tumemaliza baraza siku ya 5. Na waeleza juu ya miti yenye haina ko betrahe meni naleta kama tuna. Bora ukose kwa wesanza mena uko kwa avoka. Huyu mama baraza ikaisha, mchungaji katuma audio kwenye grupu yetu, akasema kila mtu akuje na mchango kidogo kidogo, tutaenda kumsalimu
mke wa baba fulani, tutaenda kumwombea. Tukaenda, tumefanya ka envelope, tunaenda kumpatia pole, tukimtuliza na kumpatia tena neno la tumaini na kusema Mungu anaweza. Tukishafika, tumemaliza kuongea na baba, sababu yuko chumba haiwezi kutembea. Wachungaji wakaenda wakamwombea kwenye kitanda, alafu akarudi. Tulipomaliza kuomba ili tuondoke, baba akasema mwikale kidogo kwanza. Akasema mama alipofika hapa akaniambia, analia kama mtoto mdogo. Akasema Bwana yangu, tufanye sadaka za shukrani, tuende tushukuru. Tuko kwetu tunapanga mkutano wa injili ya kwenda kutembea. Alafu alikuwa hajasikia hii mpango, na kwenye baraza tulikuwa tumebishana, wana sasa estima ya kwenda kuhubiri nayo inatoka wapi? Mke wake kisha akasema tuna sadaka za shukrani. Mama alisema tushukuru kwa kuwa Mungu ametupatia za kulipa kusweza tasifu, ametupatia za kulipa kwa maupito sote zile tumezunguka hapo. Alafu tunashukuru mpaka sasa Bwana ametusaidia. Nani mwenye anaweza tuweza mimi? Uko msoze tasife unapana sadaka za shukrani. Muti kuiona imepauka inazaa matunda. Ni muti kuiona haifai, haina majani, lakini matunda. Mungu atusaidie sana. Mungu atuwezeshe kuwa watu wanaofaa katika ufalme wake, kuwa Wakristo wanaofaa katika kazi ya Bwana. Huyu mama amenifundisha. Nilikuwa nadhania nimekomaa katika imani, na akaniambia bado haujaona na haujaelewa. Kuna vitu vimoja nimeviweza, na mimi nasema akose na mimi nimeshakaelewa. Lakini aliniambia kiana bado haujaelewa. Wewe uko na afya, uko na jiparapara, uko nafanya vyote vyenye unapenda, Mungu anakupatia ile neema, na unamkatalia chakula ikiwa anasikia njaa. Mungu amekupa uwezo wa kwenda shambani ukalima, ukakomalisha kakao, unafanya mavuno, unakula zote wewe peke. Jana nilikuuliza huko unakula zako na watu walio na imani tofauti. Nilikuwa na mbili vya kadi wiki mbili zimepita sasa. Kaona mama mmoja anashimama kwa machozi. Anakuja ashafunga kitase ya parcel kukadi ya ahadi. Tunahitaji ya mwaka yeye anareskote ya kakao. Ameifunga ndani ya envelope. Haya tosha mwana zake na za kwenda taema kiki ya Libya kazi atoka. Anakuja na envelope, anasema kulingana na neno nimelisikia na pana mbegu. Akajiuliza, kanisa zaidi wa Kristo wa aina hii wakingaliki shamba ya kakao kama ni si hekta unavuna kisha unaleta zote, haukuwa amania na safira. Nani anapaswa weza hapa? Nani kusie mwenye anajua sema mimi na kanako lacho? Elizabeth. Biblia inasema Elizabeth alikuwa itasa, na pamoja na mume wake wote walikuwa wameavase anash. Kwa Kifaransa ilisema avase anash. Baba yangu shimama kidogo nitoe mfano. Unajua katika maisha ya wanadamu tuna ukawaida.
Kawaida ya wanadamu. Alafu kawaida ya wanadamu kuna mstari Mungu ameitia huyu papa tumkonsidere sawa mstari ya kawaida. Alafu hii pati hapa ndio maisha ya nani? Ya mwanadamu. Donc kuna nyakati ukipita kawaida kuna vitu hawezi kuvipata. Acha nitoe mfano kwa wanawake. Tunajua mwanamke alashe 11 kupanda anaweza kachukua mimba, na hapa ni ukawaida mpaka 50 iko katika ukawaida. Biblia inasema Elizabeth alikuwa ametoka katika ukawaida. Hii ndiyo mama yake ya saison yenye anaweza kubeba mimba na hawezi kushangaa. Donc kuna watu wameitwa matasa katika Biblia, lakini walikuwa wakingaliki katika saison ya sawa. Ana alikuwa tasa lakini hakuwa mzee. Alikuwa tasa lakini ndani ya muda wa ukawaida wa mwanadamu. Lakini Elizabeth alikuwa amemaliza, amefika kumstari, amefuka mstari, amefika kukekeruka, ameenda mbali na ukawaida. Jambo la kushangaza, Biblia inasema mume wake alikuwa ni kuhani na alikuwa akiwa mwaminifu akifanya kazi zake kama kawaida wa Kristo. Amekaa kidogo. Kuna jambo la kujifunza hapa. Malaika alipokuja akamwambia Zakaria, maombi yako imesikika. Maana yake Zakaria alikuwa na muda ameomba kwa ajili ya utasa, na utasa haukuondoka. Tunapombele kanisa Yesu Zakaria omukuhani utira omukristo sembe jule kushaka wa Kristo sembe na wenye liko kompose. Biblia inasema kuhani, na katika hizo nyakati kuhani alikuwa mtu ambaye alikuwa ana picha nyingine na watu. Maana yake mtu mwenye kuwa na ruhusa ya kuzungumza na Mungu. Huyu mtu ameomba miaka mpaka Elizabeth anavuka mipaka, anaenda kekeluka na hayaona majibu. Sawa, umeomba tu desibeni simwa na unaanza kata tumaini. Anasema useme kama hamuna Mungu juu ya kuomba hii nani. Sikimu, unajua Mungu mwenye mshakaenda ni Mungu wa haraka, tena ni Mungu wa kuchelewa. Ambia jirani yako, useme Mungu ni wa haraka tena anachelewaka. Unaweza omba ukapewa pale pale, na unaweza kuomba ukapewa baada ya miaka 10. Ambia jirani yako, hii ni mafundisho si mahubiri. Na wamejisema nao amwisi mafundisho ni mahubiri. Simu nao nagizi hamuko na nifati. Niliwaambia nitafundisha sitahubiri. Mimi nawaambia nisema mseme ni mahubiri si mafundisho, na nyinyi mnasema. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alafu malaika wa Bwana akamwambia Zakaria, Elizabeth kwa uzuri na utaratibu alishua. Zakaria alishua, akasema malaika, vile haliwezekane, mke wangu ameseheka, haliwezekane.
na mwenyewe Mungu mwenyewe ashakakata matumaini asema haliwezekani. Asubuhi leo nakwambia inawezekana. Usikate matumaini. Hata watoto wamekuwa mashindi kombe, inawezekana wakabadilika. Hata mume wako ametoroka nyumbani miaka 10 na enea, anaweza kurudia. Usikuwa kwa Wakristo wanaosema haiwezekani. Zakaria akasema haiwezekani. Nyakati nyingi zimepita, alibaki mwaminifu. Na hiyo uaminifu wake Mungu akaulipa katika uaminifu wake. Na akakuta hata kama Zakaria hana imani ya kwamba Elizabeth anaweza akazaa, Elizabeth akachukua mimba. Kama mimi ningelikuwa Zakaria, ningelisema Mungu nisamehe. Zakaria akafundishwa ya kwamba mahali na uwazo yako inaishia, Bwana anaanzia pale. Kuna watu wanasema hapa haiwezekani tena, inawezekana. Kuna watu wanasema nyumba hii haitayalaka olote shesi. Kuna watu wanasema tulizitumaka katika bambi, tumejenga kadoto, kumbe kashaka yala. Chaka bambi chitayalaka olote shesi. Kisichoeleweka kwa watu kinaeleweka kwa Bwana. Ndani ya maisha yako unaweza ukajiangalia, unajiona umezeeka, hauna tena matumaini. Nasema pokea matumaini kwa jina la Yesu. Inawezekana Bwana akafanya jambo ambalo haujui litaanza namna gani, lakini utaona likitendeka. Kama unaamini sema naamini. Elizabeth akachukua mimba ya muujiza. Bwana wape muujiza asubuhi ya leo. Umeviombea vitu miaka, bado hujaviona. Umesubiri miaka, matumaini yamepotea. Bwana afanye kitu yenye itaunga matumaini. Jambo lenye litaacha imani yako inasema ya kwamba inawezekana. Bwana atokeshe nuru yenye itaacha unaanza sema inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hata kama Elizabeth alikuwa haiko mseso yake. Niko narudia katika kitabu ya Luka ya Marko. Kisibuti na Elizabeth hakukuwa mwini, lakini sababu seso alifika maisha ya Elizabeth, kenye hakingeliwezekana kikawezekana. Haleluya. Acha niseme kidogo juu ya mti ya tatu. Wanamuita Maria. Alafu Maria alikuwa bado hajafika mseso. Elizabeth alikuwa amepita mseso, lakini Maria hajafika mseso. Akingaliki hapa, iko anasubiri. Hapa nimejifunza kitu. Kuna zingine ni muujiza, kuna zingine makonvention haiombe uzitangaze, aso peke zijitangaze. Tunafuatana. Tasa use iko msisie mwa ya grossesse na dadake hajui. Enye watoto wa leo, walunga wa leo ni mimba na Facebook na vitu sawa galio. Na Facebook. Na unajua gizi hauna imani, hauna Mungu, bata itoroka kama ile tu. Unajua hauna imani, hauna nafasi katika ulimwengu wa roho. Wewe ule unashitia Facebook. Unasema ni kila mtu mwenye anafurahia baraka zako. Sasa kidogo afortema, pastor niombe, pastor niombe, pastor niombe. Shingwe.
miujiza haieleweki kwa urahisi. Akanyamaza, hata jirani hakujua, hata dada yake hakujua. Unaja uzisha tu sambusa, deja unasema si wewe tuko na furaha kusambusa. Umepata tu neema ya kuanzisha makala unapotea mkisoko juu ya makala. Maria akaenda haraka upesi, akienda wakati iko anaenda na mimba iko inaingia. Wakimaliza mazungumzo, akaenda. Wakati alifika ndani ya nyumba ya Elizabeti, akasema, akampa salamu Elizabeti. Mtoto mwenye iko mtumbu ya Elizabeti akafanya nini? Akafurahi, akacheza. Alicheza shule sababu ya mtoto mwenye ameingia mtumbu ya Maria. Mtoto wa Elizabeti akicheza anamwabudu Yesu. Na Elizabeti akachafwa na Roho Mtakatifu. Imetoka wapi? Yesu ameingia ndani ya nyumba yake. Ni mwa ile trajectoire jo mwenye process inaingia ndani ya Maria. Akamwambia Maria, wewe umebarikiwa kuliko wanawake. Yeye ni ahadi ya Mungu, na utimilifu wa ahadi, angalia uwevi, na utimilifu wa ahadi njoo hii hapa. Kisha wakati unapokea ahadi ya Mungu, nitakubariki, nitakuinua. Si Mungu amesema nitakuheshimisha, utazaa. Ni ahadi. Njoo ile kule unaipata hapa. Kuko parcours yenye utapitia. Sinende kunya mai unachiti. Utimilifu kwa. Uko mgonjwa, magonjwa yanakusumbua. Mungu anasema nitakuponya, nitakuponesha. Unasubiri mwaka, miaka 2, miaka 3, miaka 5. Acha niende kwa mfumo. Utimilifu unaiko wapi? Biblia inasema watakao tu mpaka mwisho wataokolewa. Roho wa Bwana akakuja kwa Maria, akampatia salamu. Baada ya salamu, katika maongezi akasema, wewe utazaa. Wewe utafanya nini? Utazaa. Ambuye Maria akasema, vile haliwezekani. Donc wakati ni mtu yuko avant saison na wakati yuko après saison, kuna nyakati matumaini inapotea na imani inakosekana. Lakini wa Kristo, importe hali ni huko ndani yake, ujue ya kwamba inawezekana. Biblia inasema katika mabishara makubwa ya Maria na malaika, Maria akakataa, akasema, mimi sijawahi kujua mume. Itatokea namna gani? Unajua kuna nyakati zingine tunawasia Mungu atatokea hapa, akumbe leo nitakupatia muda ambapo mimba ya Maria iliingia. Wamemaliza mazungumzo pamoja na malaika. Malaika akamwambia, mwenzako, dadako, yeye Elizabeth iko na nini? Roho wa Bwana akakuja kwa Maria, akampatia salamu. Baada ya salamu, katika maongezi akasema, wewe utazaa. Wewe utafanya nini? Utazaa. Ambuye Maria akasema, vile haliwezekani. Donc wakati ni mtu yuko avant saison na wakati yuko après saison, kuna nyakati matumaini inapotea na imani inakosekana. Lakini wa Kristo, importe hali ni huko ndani yake, ujue ya kwamba inawezekana. Biblia
inasema katika mabishano makubwa ya Maria na malaika, Maria akakataa, akasema mimi sijawahi kujua mume. Itatokea namna gani? Unajua kuna nyakati zingine tunawasia Mungu atatokea hapa, akumbe leo nitakupatia muda ambapo mimba ya Maria iliingia. Wamemaliza mazungumzo pamoja na malaika. Malaika akamwambia mwenzako, dadako, yeye Elizabeth iko na nini? Hapa nimejifunza kitu. Kuna zingine miujiza, kuna zingine makonfliksio haiombe usitangaze, aso peke zijitangaze. Tunafuatana? Tasa use iko msisie mwa ya grossesse na dadake hajui. Enye watoto wa leo walunga wa leo ni mimba na Facebook na biduru sawa galio. Na Facebook. Na unajua gizi hauna imani, hauna Mungu, bata itoroga wa ile tu. Unajua hauna imani, hauna nafasi katika ulimwengu wa roho. Wewe ule unashikilia Facebook. Unasamia ni kila mtu mwenye anafurahia baraka zako. Sasa kidogo afortema, pastor niombe, pastor niombe, pastor niombe. Shingwe. Kuna zingine miujiza haiko za kutangaza. Elizabeth alijua, hata niwaambie watu hawataelewa. Kuna miujiza haieleweki kwa urahisi. Hata nyamaza, hata jirani hakujua, hata dada yake hakujua. Unaja uzisha tu sambusa. Deja unasema ha, si wewe tuko na furaha kusambusa. Umepata tu neema ya kuanzisha makala unapotea ukisoma juu ya makala. Maria akaenda haraka upesi. Akienda wakati iko anaenda na mimba iko inaingia. Wakimaliza mazungumzo, Abu akaenda. Wakati alifika ndani ya nyumba ya Elizabeth, akasema, akampa salamu Elizabeth. Mtoto mwenye iko mtumbi ya Elizabeth akafanya nini? Akafurahi, akacheza. Alicheza shule sababu ya mtoto mwenye ameingia mtumbi ya Maria. Mtoto wa Elizabeth akicheza anamwabudu Yesu. Amuna Elizabeth akachafwa na Roho Mtakatifu. Imetoka wapi? Yesu ameingia ndani ya nyumba yake. Ni mwa ile trajectoire jo mwenye process inaingia ndani ya Maria. Akamwambia Maria, wewe umebarikiwa kuliko wanawake. Yeye ni ahadi ya Mungu. Na utimilifu wa ahadi, angalia uwevi. Na utimilifu wa ahadi njoo hii hapa. Kisha wakati unapokea ahadi ya Mungu, nitakubariki, nitakuinua. Si Mungu amesema nitakuheshimisha utazaa. Ni ahadi. Njoo ile kule unaipata hapa. Kuko parcours yenye utapitia. Sinyende kunya mai unachiti. Utimilifu kwa uko mgonjwa, magonjwa yanamsumbua, Mungu anasema nitakuponya, nitakuponesha.
unasubiri mwaka, miaka 2, miaka 3, miaka 5. Acha niende kwa mfumo. Utimilifu ni wapi? Biblia inasema watakao tu mpaka mwisho wataokolewa. Haijalishi hali tunazozipitia. Hali tunayopitia inaweza kuwa ni hali ya udhaifu ama ni hali ya furaha, haijalishi. Katika furaha Mungu yupo pamoja nasi. Katika mateso Mungu yupo pamoja nasi. Mungu si Mungu wakati tu va bien. Hapana. Même quand tu vas mal, yeye ni Mungu. Tusikuwe Wakristo wa kupenda Mungu quand tu vas bien. Wakati hata mazingira ni mabaya, tumpende Bwana. Tumtumikie Mungu. Tumsikilize Jehova, naye atafanya. Kadiri alivyomtendea Elizabeth. Najua katika kati watu walikuwa wamemcheka Elizabeth. Wakasema, muombaji, Mkristo, mbona unazeheka bila mtoto? Lakini jambo ninalofurahia ni kwamba mtoto ambaye aliyemzaa Elizabeth ni shujaa wa Injili. Ni mtangulizi wa njia ya Kristo. Lakini wote ambao majirani waliweza kuwazaa, majina yao hatuyajui. Haijalishi, nimesema siku moja hapa nakumbuka, haijalishi mtu akutangulie katika safari, inamaanisha atafika mbele yako. Unaweza ukanitangulia katika safari, lakini wewe umeenda na moto, mimi naenda na avio. Unaenda peni na moto, unatoka hapa na sise. Mimi naenda peni na avio, natoka hapa na sete, nafika mbele yako. Haijalishi. Kuna watu wamebarikiwa mbele zako. Watu wamechenda mbele yako. Wamenunua parcele mbele yako. Usikate matumaini. Mtumainie Bwana. Najua ya kwamba Bwana anaweza akafanya kitu. Kuna vitu umevitafuta miaka, umevikosa miaka. Leo uko na 50, 60, 70. Umeanza kuvunjika moyo, ukasema haiwezekane tena nijenge nyumba ya bien. Inawezekana ukufake na uko unalala mwetashi. Inawezekana. Inawezekana kitu ambacho umekosa wewe, Mungu anatutokeshia kumshukua. Na sio kuambia kama mzazi, hawe kuwaka na gari ya kutosha mvili. Gari yangu itakuwa na kutosha usafiri vile. Hautakufaka na hawaye ya kukamata pale Kumbanga. Wanasema mama, ingia huko na rudia nyumbani. Na mwambia kama mzazi, hautakufaka na hauyatembelea gari ya Joshua. Ameikosa miaka, alikuwa na matumaini, ameikosa, lakini matumaini ilikuwa ndani ya Joshua. Umtumainie Mungu. Usisema omba, akisema tulia. Bwana akisema fanya. Hata kama haujui atafanyika namna gani, muambie iwe jinsi umesema. Maria hayajua kama mimba iliingia namna gani. Mimi alionaka na ashakuwa na mimba. Mungu washangaze kwa majibu atakayowapatia. Mungu atupatie neema aliyoipatia Maria, na ushuhuda wa Maria ikatembea katika dunia. Na leo tunaushuhudia hapa. Kuna miujiza Mungu anaweza kufanya katika maisha yako na watu wasizungumze juu yake. Watu wakasema Yesu amechelewa kufufua kuja kumuona Lazaro akiwa mgonjwa. Lakini katika mipangilio ya Bwana haikuandikwa Yesu ataponya Lazaro. Iliandikwa Yesu atamfufua Lazaro. Na muujiza ya uponyaji na ya ufufuko zinapishana. Wewe mwenye Yesu aliponya na hauyaingia morgue, na mwenye Yesu analamusha na kutoka morgue, wapi unaweza tangaza? Maana yake Mungu anaweza kufanya kitu, na hiki kitu kikaacha unaelezewa
katika maisha ya watu. Mungu wajaze furaha na wapatie vitu vitakavyowaletea utulivu. Mwambia Zakaria, akasema ule mtoto ambaye mke wako atazaa, Elizabeth, huyu mtoto atakuwa sije ya gloire na ya sifa, na wote watakaosikia kuzaliwa kwake watafurahi. Verse 57 ya chapitre 1 inasema ya kwamba wakati Elizabeth alipozaa, wote majirani waliosikia wakafurahi. Bwana awapatie kufurahi mchana wa leo kwa jina la Yesu. Taulilia maombi haya baada yangu nikikupendeza. Sema, Baba, ninakushukuru sana kwa neno la matumaini, kwani umenifundisha mstari ya ukawaida nisipoteze matumaini, sababu inawezekana, yote yanawezekana kwako Baba. Haijalishi maumivu ninayoyapitia, haijalishi magonjwa yanayonisumbua, haijalishi shida ambazo zimeinuka, haijalishi adui ambao wamesimama ili wanikoseshe furaha, ili wanikoseshe amani. Nimekijua kitu kimoja, ya kwamba uaminifu wako ni juu ya wote wanaokuheshimu, ya kwamba uaminifu wako sesha salama, sababu wewe Kristo uliyesesoya maisha yangu uko pamoja na mimi. Niko na wewe, sababu niko na wewe, sababu niko na wewe. Sijasikia watu ambao wanaomba mahali hapa. Sema, ni Joshua, sitashindwaka kwenye wengine walishindwaka, sababu niko na wewe. Wewe uliye na uwezo ya kunivukisha mapieje zote ambazo sema, sitashindwa, nitaweza pamoja na wewe Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu nifundishe kumsikiliza Bwana, kumtii amri zake, kumheshimu Baba, kumtii. Bwana alikuwa ameita masamaki kura ndefu. Mungu angalie haja. Weka mikono miwili juu niweze kuombea. Tumefanya yaliyo mapenzi yako. Saidia taifa hili ili liendelee kukupenda. Nisipende mhubiri bali nikupende wewe Yesu. Nisipende mchungaji bali nikupende wewe Yesu. Kama tukikupenda utatufundisha kupenda na sisi kwa sisi. Tuwezesha kuheshimiana sisi kwa sisi. Bariki taifa hili Bwana. Umewapa kazi kubwa na wameanza kazi hii, na wanasema pamoja na Bwana tutafika. Pamoja na Bwana tutashinda. Wasimamie katika ujenzi mkubwa, wasimamie katika familia zao, wasimamie Yesu. Wasijikute wamekosewa, wasijikute wameenda kinyume ya mapenzi yako. Kama tumekuwa na visa za kabambi, wewe ndiye tayari wetu tutari, ili tuweze tukakusalia matunda katika uaminifu wako Bwana. Tufundishe kunyenyekea. Umetubariki ni kwa malengo. Neema yako isiwaachilie. Mahali pote watakanyaka, uwapatie ukubali kwa jina la Yesu. Mahali pote wataingia, uwapatie kushitawi kwa jina la Yesu. Wanaopitia vita vya roho na vya mwili washindanie Bwana. Umesema maadui wetu watakapoinuka, hata wawe na magari, wawe maelfu, tusiwaogope. Ondoa uoga katika roho zetu Bwana, na utupatie ujasiri. Wote walio na roho ya kutii neno la leo wanahitaji msaada wako, wasaidie waweze kulitii na waweze kukushirikisha Bwana. Ukifika kwangu ukisema una njaa, nikupe chakula. Ukifika kwa baba huna sema una njaa, akupe chakula.
Ukifika kwa mama yule, kwa baba yule, unasema una njaa, akupe chakula. Na tumejua una njaa sababu uko kwenye jengo kubwa. Nasi Bwana, amen.